Naam, bila shaka Mheshimiwa Raila Amolo Odinga anakumbukwa pia kwa namna ambavyo alikuwa mwepesi wa kusamehea wapinzani wake. Na awali nilikuwa nimezungumza na Mheshimiwa Isaac Ruto ambaye alikuwa gavana wa Bomet na mwenyekiti wa kwanza wa baraza la magavana, na haya ndio alikuwa nayo kusema kuhusiana na swala hilo la handshakes pamoja na masuala ya maandamano ambayo yalimpeleka hadi katika sehemu hiyo ambapo aliweza kufanya maridhiano na wapinzani wake. Unajua Raila akishikana na Uhuru Kenyatta, kuna kitu Raila alikuwa anashikilia na watu wengi hawajaelewa. Tinga alikuwa anataka kila kitu inyoroke, lakini hataki inji ipasuke, hataki inji ikose kusonga mbele, hataki kuwa kizuizi. Sasa alikuwa nia yake ni kuhakikisha hata kama hako na mawazo yake tofauti, lakini serikali iendelee. Tumemaliza, alikuwa anatuambia kama tumemaliza uchaguzi, tunangojea ile uchaguzi nyingine. Mawazo ni sawa, lakini tusiharibu nchi. Watu wengi hawaelewi pande hiyo kwa Raila. Halafu unaokuta wanasema kwa nini amekuja hapa, kwa nini amekuja kwa hii serikali. Tulikuwa najua Raila hivyo hata nyakati ya Moi. Unajua kuna wakati akiona nchi inaanza kuyumba, anasema basi tufanye cooperation, we must cooperate. Sababu alikuwa anasema inawezekana kuwa na upinzani ambaye ni loyal to the country, to the cause of the country, but you don't destroy the country. Huwezi haribu nchi ati sababu wewe ni mpinzani, ama sababu wewe umekosa kupata kiti, ama kwa sababu wewe umenyang'anya. Anasema nchi ni kubwa kuliko kila mtu. Hiyo ndio ilikuwa naongoza Raila. Anaingia serikali, watu wengine wanaanza kusema atieni msaliti yeni nini, lakini mawazo yake ukiongea naye ni inchi. He was pecking. Alikuwa nashikilia inchi inaitwa Kenya. Sio mtu, alikuwa anataka inchi ikae pamoja. Unasikiza yeye hata kwa mawazo yake na a lot of these speeches. Watu wengine hawafikiria alikuwa naamini hiyo. Lakini nikikaa na yeye nilikuwa nimeelewa kwamba Raila anaamini stable. Hata mimi nikiambiwa nimeshindwa kwa uchaguzi, mimi sipigani na mwenye amenishinda, na huwa mimi namwambia ninakuunga mkono. Wewe endelea na kazi pamoja na unihudumia hata mimi. Mimi hatukupigana na Joyce, hata kama serikali yote ilikuja na hiyo nguvu yote, na labda nilikuwa na mawazo mengine ya iliyotendeka hata nyakati yoyote. Ikimalizika nasema tu kama IEBC imesema ndio hiyo, basi twende mbele. Huwa naambia my supporters, na wengine wananikazirikia sana. Nasema wewe, hii ni haja gani sasa? Lakini ukweli wa mambo, Raila alikuwa naamini Kenya. Mawazo yake ilikuwa Kenya. Yeah. Lakini kila mara alipoitisha maandamano, kuna wale ambao walihisi kwamba hiyo Kenya anayoitetea ni kama anaivuruga. Hapana. Ana send message. Na anajua saa ile message imetumwa mpaka imefurika huko. Anaanza sasa kutoa pumzi. Kwa hiyo hapeleki mpaka inji ianguke hivi. Hawezi kubali. Alikuwa anasukuma, akiona inakaribia hapa anasema sasa tuweke break. Sasa tuweke break na arudishe mpaka katikati tena. Lakini amesema message imefika. Na Mheshimiwa Kipruto, ili swala la maandamano na kusalimiana na wapinzani wake ni jambo ambalo lilimfanya Mheshimiwa Raila kuonekana kwanza wale ambao walimpenda kwa kutetea haki walifurahia, lakini wakati ambapo wengine walikuwa nahisi kama haya maandamano yanavuruga, wale ambao walikuwa wanamsupport na maandamano nao wanahisi kama wamesalitiwa baada ya Mheshimiwa Raila kufanya maridhiano na wapinzani wake. Hili jambo ilikuwa jambo la kumpa nguvu ama ilikuwa ni upungufu ambao wapinzani wake walitumia visivyo? Jambo la kwanza, itakuwa vyema kuelewa kwamba Raila alikuwa na sehemu kubwa
ya wafuasi katika nchi hii ambayo ni karibu 50%. Na kila wakati akichukua uamuzi, hasa kwa miaka karibu mwaka jana na pia mwaka 2019 baada ya uchaguzi ya 2017, alichukua kwa maana aliona nchi inaenda kusambaratika kama hatutapoesha yale makali ambayo ilikuwa imeingia katika mashinani. Katika nchi Mashirima, shida moja ambayo nimeona ni kwamba sisi hatujajifunza kwamba siasa ni kama tu mashindano ambapo ukinishinda nikubali, nikikushinda unakubali. Tumeweka siasa kama ni njia moja ya kujenga chuki. Na Raila alijua kwamba kama Wakenya wako hivyo, tunaweza umia kiuchumi, hata kijamii, na tukose kushirikiana kwa maendeleo ambayo yahitajika hapa kwetu. Lakini unajua sisi kwa maana tuna hii hasira kwamba nikikushinda ni kusambaratishe, ni kuumize, ni kutorosha hata hapa nchini usionekane mbele za watu. Hiyo ndio shida moja sisi wafuasi wa wanasiasa. Hatujaelewa hata wanasiasa huenda labda baada ya mashindano wao wenyewe wanakutana, wanakunywa chai, wanazungumza mambo mengi ambayo inawahusu. Lakini sisi bado tunaendelea katika mashinani kutukana wenzetu ambao tuliwashinda ama wale ambao walitushinda. Labda Mheshimiwa Raila alipata mwongozo kama hiyo kwa maana unajua yeye alikuwa anapenda mpira, hasa mpira wa kandanda. Na wakati mwingi katika hayo unapata wale ambao wanashindana kwa kiwanja, wakati wanatoka wanaweza hata kubadilishana mashati ama kusalamiana kwa njia ambayo kuna uadui. Lakini kwa Kenya tumeweka kwamba siasa ni uadui. Na yule ambaye hayuko nawe ni mtu ambaye anaenda kinyume na maadili ya jamii yako. Lakini kuna baadhi ya Wakenya ambao wamekuwa kihisi miaka nenda miaka rudi kwamba upinzani kushirikiana na serikali haileti uhalisia wa mambo, kwamba serikali inaweza kuwa inaendeshwa vibaya, na kwa sababu upinzani sasa inashirikiana na serikali, ukweli hausemwi. Hakuna mtu wa kuhakikisha kwamba kuna zile checks and balances. Nakubaliana nawe, lakini kuna wakati wa ushirikiano ambayo yahitajika. Si kwa maana si wakati mshahara ya wabunge inaongezwa. Inatakiwa kama kuna jambo ambayo unaona inahitaji muungano wa kitaifa, hapo upinzani na serikali lazima washirikiane. Kwa mfano, wakati tulikuwa na shida upande wa Somalia, bunge nzima ilipitisha kwamba tupeleke askari wetu upande huo ili saidie kurudisha amani katika nchi ya Somalia. Hilo ni jambo ambayo inatakiwa kila mwananchi ambaye ni mzalendo atafakari na aone kwamba hii yafaa. Lakini si serikali kushirikiana na upinzani kwa mambo ambayo inaenda kinyume na maadili ya jamii ama mapato ya jamii ikienda kwingine badala ya kuingia katika miradi ambayo inatarajiwa kupewa hizo pesa. Kwa hiyo ushirikiano lazima pawe na laini. Kiasi gani pana ushirikiano? Kiasi gani pana nafasi ya kusema hapa hatuwezi pitisha? Umeona, ndio wakati mwingi hata wale watu ambao sasa wako wa serikali walikuwa wakisikia Raila leo amezungumza kwamba hatujaamua ni nani ambao tutamsupport 2027. Nani amekuambia kwamba ODM haitasimamisha mtu katika ngazi ya kitaifa, yani nafasi ya rais? Wanastuka. Akisema lazima pesa iende kwa ugatuzi, wanastuka, wanaona kama Raila anaenda kinyume na vile serikali inataka. Hii ndio shida, bado tuna ile tunaita poverty of knowledge kuhusu mambo ya siasa. Siasa si uadui. Na sasa hivi Mheshimiwa Raila Odinga amefariki. Alihakikisha kwamba kuna hiyo broad based government. Unaona kama itasimama kwa mtazamo wako? Itategemea vile. Kwanza rais labda hawezi kutoa wale ambao wako kwa serikali wakati huu.
lakini ushirikiano kisiasa labda itadidimia kulingana labda uongozi mpya wataegemea upande mwingine, ama wataamua sasa lazima tujitayarishe twende mwaka 2027 tupiganie kiti. Kwa maana unajua siasa wasiposimamisha mtu katika chama chao katika ngazi ya kitaifa, vile viti watapata baada ya uchaguzi huo itaanza kwenda chini, kwa maana mobilizer mkubwa wa chama ni yule ambaye ni presidential candidate. Anaweza kumobilize katika kila sehemu nchini. Lakini wakati ya msimamishi presidential candidate na mna support mtu mwingine, inamaanisha huyo ndio atachukua labda vitu vingine ambao mlikuwa mnatarajia itaenda upande wenu. Naam. Hebu sasa tuweze kusikiza tu baadhi ya kumbukumbu kutoka viongozi wengine ambao walifanya kazi kwa karibu na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tuko naye kwa njia ya simu aliyekuwa mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kwale, Zuleka Juma. Mheshimiwa Zuleka, hujambo? Labda kwanza kabisa anza kwa kutueleza unamkumbuka vipi Mheshimiwa Raila? Kwa kuni host leo. Mimi ninavyomkumbuka Baba Raila, namkumbuka kama mtetezi wa haki za wanyonge, na ndo sababu kubwa kwa nini nikaunga chama cha ODM na nikawa mwanasiasa ndani ya ODM. Na kitu chengine ambao namkumbuka ni kuwa alikuwa akiunga mkono watu ambao hawatambuliki katika jamii, yani hawatoki kwenye pengine family tajiri ama family maarufu, kama mimi sasa, ama kama mlivyosikia juzi kwenye mazishi Bondo, Governor Joho akisema yani huna historia, familia yako haina historia, lakini anakushika na kusupport. Alafu na wanawake, sehemu ambazo pengine wanawake wangepingwa kwenye siasa, yeye koko pia akitofautiana na sengine na wanachama wengine ndani ya chama na nini, kuhakikisha anatetea wanawake ili waweze kupata, ambao wana ile uwezo ameona waweze kupata nafasi kwenye siasa. Na mfano utaona kama hivi chair wa ODM sasa hivi ni Governor Gladys Wanga, so kama ni mfano mmoja. So tuseme hayo mambo matatu zaidi ndo ambayo ilikuwa ambayo namkumbuka zaidi. Na kitu baada ya kufariki kwake hivi juzi, kitu ambayo nimerealize ni kuwa yani uhusiano wake na watu katika siasa ulikuwa kwa personal. Kila mtu yuaona yeye ndo alikuwa anapendwa zaidi na Raila. Yani alikuwa na muda, si kama wanasiasa wengine vile tunaweza sema fulani ama pengine PA zungumza na mtu fulani nini, ushaona yani juu kwa juu au na muda na watu. Lakini yeye vile alivyokuwa akizungumza, kila mtu nasikia na story, anaona yani kama yeye alikuwa anajulikana zaidi, ndo lile jina baba limeshika. Na sikujua ile ukubwa wa baba, lakini hizi story nimesikia kutoka watu nikajua kweli yani Mwenyezi Mungu alimpatia kipawa yani cha kipekee ambacho si watu wengi walichonacho. Naam. Mheshimiwa Zuleka, wewe ni miongoni mwa viongozi wanawake wachanga ambao waliweza kupatiwa nafasi na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kwanza kama mbunge wa kuteuliwa, kisha kuweza kusimama kama mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kwale. Hebu tueleze ilikuwaje? Ilibidi ujionyeshe kwamba unaweza kufanya kazi hii? Was there anything that you had to prove to Mheshimiwa Raila kabla ya yeye kukupatia nafasi kama hiyo? Kwa hivyo mimi nimeingia siasa kupitia babangu, ndo mimi nilisomea mambo ya maendeleo toka niko mdogo. Masala ya umaskini sipendi, kwa hivyo natafuta yani suluhu ya kupunguza umaskini. Kwa hivyo nikasomea maendeleo, nikataka tu niendelee na vile yani mashirika yasiyo ya kiserikali. Babangu ndo 2008 akaniambia niingie kura za mashinani za ODM. Sasa nikaingia tu kwa sababu ya babangu, na kuko pia naona babangu anasumbua. Kumbe yani niko kwa Kiingereza wanasema duck to water. Nilipoingia tu nikafaulu katika siasa na nikapenda, nikaona kuwa njia moja hapo muhimu sana ya kusaidia kupunguza umaskini.
Kwa hivyo nilipoingia nikashinda kura mpaka national, tukaenda Bomas nikachaguliwa kama deputy chair wa vijana Kenya nzima. Kwa hivyo nimeingia siasa, Mwenyezi Mungu akajalia nikapanda juu kwa haraka sana. Yaani tuseme miezi mitatu ya kuingia kwanza nikapanda paka juu. Sasa hapo ndo tukaanza zile siasa na vijana wenzangu na mashirika ya serikali yakituita ya kutufanyia training. Mwisho ndo tukaomba desk ya vijana iwe hapo headquarter. Mimi ndo vijana wenzangu wakanichagua niwe mtu wa kwanza kuketia hiyo desk hapo Nairobi. Kabidi nihamie Nairobi kutoka Pwani, kutoka Kwale. Ndo hapo sasa kama niko ofisini naonekana na viongozi na katiba mpya ndo inakuja. Ndo kuna hizo nafasi za vijana katika bunge, ndo nika apply. Kwa hivyo viongozi tofauti wakawa wanasukuma jina langu. Lakini sikuwa ati niko rafiki na baba na nijua sana ama nishakaa naye. Nilikuwa nikituma watu wengine waende wasukume jina langu niteuliwe. Na nikateuliwa kwenye hiyo nafasi na nilikuwa niko National Youth Coordinator wakati huo. Na mpaka leo, mpaka hivi ameaga, mpaka mwisho mimi nimeonana naye tarehe 30 August. Hakuna siku amenilazimisha kama viongozi wengine wanaweza taka, yani ukiwa na wao wakuambie fanya hivi ndo niendelee na mimi kukuunga mkono. Hakuna siku amenilazimisha kufanya kitu. Kila kitu ambacho nimefanya katika siasa ni changu, na nikienda kumwomba msaada kwa mfano kwa masuala ya ardhi, pengine watu wa Kwale wanataka kufurushwa pengine pahali ardhi nini, ananisaidia kwa lile ninalotaka kusaidiwa nalo. Lakini hakuna kitu siku ashanilazimisha fanya hivi. Hiyo ndo nampendea na ni tofauti sana na wanasiasa wengi, yani bado hatujapata hiyo tabia yake. Na kwa viongozi vijana hasa wale ambao wanataka kuingia sasa hivi kwa siasa, labda kuna mafunzo gani ambayo ulitoa kwa Mheshimiwa Raila ambayo ungependa vijana wakusikie hii leo? Yani usiogope, ogopa Mwenyezi Mungu peke yake, omba Mungu na nia yako iwe nzuri, yani nia yako iwe kusaidia wenzako. Kama ni jana tu nafikiri nimeona video moja ambayo sidhani kama nishawaiona ya katika speech yake kwenye anahojiwa hivi kwenye habari, akawa anamwambia mwanahabari kuwa ukitaka kufaulu usitazamie kulipwa na wananchi ama na yoyote kwa wakati huo. Usitazamie kabisa kulipwa. Asema historia yenyewe itakuja ikutetee. Kama si kizazi hiki, basi vizazi vijavyo watakuja kujua kuwa fulani alifanya kitu kizuri. Kwa hivyo wewe fanya kitu tu roho safi, usitarajie kulipwa hivyo vyote vile, kwa shukran, kwa kura, kwa makofi lakini ujue unafanya hivi, hii inasaidia nchi yangu na itasaidia vizazi vijavyo. Na kwa hawa kwa mfano Gen Z ambao pengine hawajaridhika pengine na vile Kenya inavyoenda, pia sisi tulikuwa vijana. Mimi niliteuliwa bungeni kama youth, mwakilishi wa vijana. Na nafikiri vijana wote huwa tunapitia, hata mheshimiwa hapo Kirwa aweza kukuambia pia katika ujana wake pengine kuna kitu hakuridhika, ni kawaida. Lakini katika kuingia katika hizi serikali, kwa sababu ndo katiba yetu ya Kenya, ni njia nzuri. Kwa hivyo vijana wengi, pia mimi nilikuwa sijafurahi wakati ule na vile Kenya yaenda umaskini mwingi, nikasema siwezi kungojea fulani ama mtu aje aukoe hali. Lazima mimi mwenyewe pia nijitose, niweke nguvu zangu hata kama ni kidogo, ili nchi iende vile ambao tunatarajia. Kwa hivyo na hao vijana watumie hii fursa, wajiandikishe kura na wasimame pia katika vyeo. Kama hawataki kuingia kwenye chama chochote cha siasa, tunashukuru Mungu katiba yetu na Mheshimiwa Raila alisukuma, tuko na nafasi za independence ambao wanasimama bila vyama. Waingie, wajaribu na wao waingie ndani, na ile Kenya wanaotaka kuiona waitengeneze wakiwa ndani, itakuwa bora zaidi. Naam, asante sana Mheshimiwa Zuleika Juma ambaye alikuwa anawakilisha kaunti ya Kwale kama mwakilishi wa kike bungeni, akiwa anatueleza tu kumbukumbu zake za Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na pia ningependa tu tumalizie na Mheshimiwa Isaac Ruto, ambapo pia yeye nilimuuliza swali hili ambalo pia Mheshimiwa Kipruto ningependa kupata kauli yako kuhusiana na hilo, kwamba Mheshimiwa Raila
alikuwa mtu ambaye alitetea haki nyingi ambazo hivi sasa tunaweza kufanya maandamano, tunaweza kuwasiliana jinsi ambavyo tungependa, kwa sababu tuko na hizo haki ambazo zipo kwenye katiba. Lakini kwa wengi labda hawaelewi vipimo vya haki hizo. Hebu tumsikize Mheshimiwa Isaac Ruto alisema nini. Kwa hivyo kwa vijana ambao sasa hivi wanataka kuwepo kwa utawala mwema, wanataka kuona serikali ikifanya kazi kwa njia inayofaa, na wanatumia zile haki ambazo Mheshimiwa Raila alizipigania kama maandamano, unaweza kuambia nini? Unajua, huwezi kuwa na maandamano ambaye haina uongozi. Hakuna revolution ambaye haina uongozi. Hiyo itakuwa ni mapigano ya kuuana. Lazima iwe na mwelekeo na lazima iwe na mabreak. Ni kama kuendesha gari kubwa ambaye iko na mzigo na kwenda kwa mteremko na haina brakes. Hiyo ndio kufanya maandamano kama hiyo na kusema sisi hatuna uongozi, sisi hatuna mawazo, sisi hata hatusikizani. Hiyo sasa ni chaos. Sababu hakuna break, itakuwa total lawlessness. Lazima ile kitu inafanyika iwe na uongozi safi na iwe na mabreak. Raila alikuwa anaongoza yake na break, na yeye ndiye alikuwa anashikilia steering, na anajua wakati wa kupiga firimbi na watu wake wanasikiza. Anajua wakati wa kusend message. Hiyo ndio alikuwa anataka tu message ifurike. Wakenya waelewe, kila mtu waelewe, na waelewe ya kwamba sisi hapana kusumbuliwa na kutishwa na nguvu ama mabunduki ama nini. Hapana, tuna mawazo ambayo lazima itikike, lakini nchi lazima ibaki. Na kwa wale ambao wanaona kama haya maandamano yanafaulu zaidi kukiwa hakuna mtu wa kuitwa. Maki vijana walikuwa nasema Raila alikuwa anaitwa na mambo yanapoa, na walikuwa nahisi ni kama Raila alikuwa msaliti. Lakini wao unasema kwamba huwezi kuwa na maandamano yasiokuwa na uongozi. Kwa hivyo sasa hivi Raila hayupo. Unadhani nani anaweza kuchukua usukani huo? Sasa exigencies create leaders. Leaders arise out of exigencies. Kama kuna mahitaji, kukiweko na shida ambayo lazima itatuliwe, uongozi inaanza kutokea hapo. Lakini uwezi sema kiongozi ambaye lazima ufanye compromise kwa mambo yote. Sababu usipokuwa unataka kufanya compromise, kusikiza the other side, wewe basi ni dictator. Wewe sasa ni mbaya zaidi kuliko hata yule wewe labda wewe unaanza kukashifu. Sababu kama wewe unataka kuongoza tu watu, kama watu wanaanza tu vita na hakuna uongozi, hawa ni walaghai. Sababu utafanyia nini hiyo sasa? Where is the script? Unaelekea wapi? Unasukuma nini? Na ni nani ata negotiate? Sababu lazima uwe na mafikirio ya kukubali ya kwamba hata yule mwingine mwenzako ako na mawazo. Na mawazo yake labda ni hujaelewa. Lazima akuje kwa meza akuambie pande ile. Na ukiambiwa pande ile, lazima uwe ni mtu unaona uwezo ya kufanya tukutane katikati. Hata tukitaka salimiana na wewe, lazima u raise your hand na mimi na raise yangu. Huwezi sema tukuja salimia mimi na mimi unaweka mkono chini. Lazima you have to raise it. So that means lazima kuwe na compromise. Mheshimiwa Kipruto, mawazo yako ni gani kuhusiana na hilo? Maana vijana sasa hivi wanahisi na wamefanya mwaka uliopita kwamba sasa wazee wakae kando, vijana wachukue usukani. Nini ambacho unaweza kujifunza kutokana na Mheshimiwa Raila Odinga? Jambo la kwanza, mabadiliko katika nchi yoyote ile inatokana na nguvu za vijana.
nguvu ambayo vijana wanaonyesha, ukakamavu na pia ile inaitwa ujasiri. Ukijua kwamba vijana wengi ndio wameanzisha ile wanaita kwa Kiingereza revolution. Ukikumbuka hata Fidel Castro upande wa Cuba, yeye ndiye aliingia katika madaraka akiwa ni kijana mwenye umri wa miaka 29. Hata ukiangalia huyu rais wa Burkina Faso, Ibrahim Traore, ni kijana wenye miaka karibu 34, 35 hivi. Hii inaonyesha kwamba nguvu ya taifa ni vijana wake, ambao wana yale matatizo ambao Gen Z walianzisha mwaka uliopita. Hawakusema hawataki Ruto, walikataa Ruto kwa maana walisema yeye ndiye amechangia haya matatizo ambayo inatukumba wakati huo. Na pia walitaka jambo lolote ambayo inatendeka itendeke kwa uwazi. Hawakutaka wao wenyewe wawekwe katika hali ambayo itakiwi. Waliposema hii haina kabila, hii haina uongozi, hakumaanisha kwamba hawakuwa na lengo. Walikuwa wana lengo, lakini hawakutaka wenzao wajulikane kwamba huyu ndio kiongozi, huyu ndio kiongozi, kwa maana yale ambayo yalifanyika baadaye, kuchukuliwa, wengine kuuawa, ilitokana na hiyo tisho ambayo serikali ilitaka kuchangia. Kwa hiyo hawakusema eti wao hawajui wanafanya nini. Wengi wamesoma na kiasi ya kuwa wamekuwa katika vyuo mbalimbali na wanajua wanatakaje Kenya iwe. Kwa hiyo jambo kama hili siwezi kupinga kwamba vijana watakiwi. Ukikumbuka Mashirima, rais wa kwanza wa nchi hii Mzee Jomo Kenyatta alikuwa na zaidi ya miaka 74 akiwa rais wetu mara ya kwanza. Lakini ukiangalia kimakini baraza lake la mawaziri ilikuwa ina watu ambao walikuwa chini ya miaka 40 na hata wengine walikuwa chini ya miaka 30 kama marehemu baba ya senator wa Kisii na Dr. Sakari Onyonga alikuwa waziri akiwa na miaka 29 na wengine hata 27 wakawa PSS. Kwa hiyo shida hii ambayo tunayo ni ile nilikueleza ni kasumba, ambapo najiona kwa maana mimi ni mzee ni kama ninajua kila kitu. Kweli nimekuwa katika hii sehemu, nimekuwa katika uongozi, lakini haimaanishi yule ambaye hajaingia katika uongozi hana mawazo ambayo yatakiwa iwasilishwe katika mjadala na sisi tuamue mawazo yako ni yapi na yangu ni yapi. Tusikizane kwamba unaweza kuja tusikizane kwa ile wanaita compromise. Compromise haimaanishi ni mtu mmoja kwenda hasara. Compromise wakati mwingine inaitwa kwa Kiingereza win-win. Unashinda na mimi nashinda. Kila mtu anasherekea. Kwa hivyo unadhani, kumalizia, unadhani nani ambaye ataweza kuchukua nafasi ya Mheshimiwa Raila Odinga kisiasa hapa nchini? Kisiasa huwa tunasema wakati wa crisis kiongozi hujitokeza. Itachukua muda tupate mtu ambaye anaweza kuchukua nafasi ya 50% ya nchi ama 50% ya nchi. Kwa hiyo sitataja mtu mmoja, lakini sisi katika upinzani tunasema tungependa tuwe katika ile inaitwa team. Ili yeyote ambaye atajitokeza awe kiongozi wetu atajua kwamba yeye ni first among equal. Yeye si kwamba ni kiongozi ambaye atakuwa anaamua maneno akiwa hewani, akishuka anatangaza kwamba Kenya it will be in the first world, na yale ambayo yanatakiwa infrastructure ya kufika huko haiko. Unatudanganya tu kutupa vile ulisema yule ambaye anasukuma mkokoteni atakuwa na lori. Na asante sana Mheshimiwa Kipruto Arap Kiro ambaye alikuwa waziri katika serikali ya muungano ya NARC mwaka 2002. Baada ya mwaka 2002 alikuwa waziri wa kilimo kuanzia 2003 2008. Asante. Bila shaka, pamoja na pia tulikuwa tumeungana naye aliyekuwa mwenyekiti wa kwanza wa baraza la magavana Isaac Ruto, wakiwa wanatuongoza tu katika mdahalo huu kuhusiana na kumbukumbu ya Raila. Hebu tukichukua mapumziko tuwasikize wananchi kutoka kaunti ya Kilifi na kaunti ya Nandi. The system that we are having right now, a devolution ambao tunajivunia
the development ambao kwamba tunazipata kwa sababu ya matunda ya revolution si mwingine isipokuwa ni Raila. Hii system ni system ambao kwamba ilipiganiwa na mababu na yeye akufa moyo mpaka amehakikisha a dream ilikuwa true. Yani we cannot describe Raila for only Kilifi County. That will be lowering is our world leader. Tumeachwa na pengo ambalo sijui tutaweza kulijaza vipi, lakini kazi ya Mungu haina makosa. Iliyobaki sisi ni kumwombea baba, Mungu amwangalie kwa macho ya huruma, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Rest in peace baba. Kilichozaliwa na mwanadamu mwisho wake ni mavumbini. Baba ametupigania, ametupa uhuru. Hata sisi wakina mama tunaweza kusimama kama vile leo nimesimama nikitoa rambe zangu. Sisi wafanyabiashara, baba ametuletea ugatuzi nyumbani, paka masoko yetu imejengwa na inang'ara. Tunamshukuru huyu mzee kwa yale yote aliyotenda katika taifa hili la Kenya na kwa wananchi wote. Mimi nakumbuka Raila kwa mambo mengi aliyofanya Kenya hii. Ya kwanza ni kurekebisha katiba ya Kenya, kwa sababu mbeleni ulikuwa unaongea na unashikwa na ingia jela. Lakini wakati Raila ameanza mambo ya siasa, aliweza kusaidia Kenya mambo mengi sana. Kama mimi, kama ingekuwa Raila mimi singekuwa MCA, kwa sababu hiyo katiba ametengeneza, yeye ndiye alitetea hiyo katiba ikatengenezwa, wakaanza ile kitu inaitwa MCA. Mimi singekuwa MCA kama ingekuwa Raila. Raila ni mtu ambaye alikuwa anapenda nchi yetu ya Kenya, ambapo mambo kama ambaye ilitoka ya Gen Z juzi, ni mtu ambaye hakuwa anataka nchi ya Kenya iungue ama iwake moto. Ni mtu ukimwangalia mtazamo wa Raila, ni hata akishindwa ni mtu mwenye alikuwa anataka nchi iwe na amani na nchi iwe na utulivu. Tunakumbuka Raila Amolo Odinga kama mtu ambaye aliweza kupigania taifa hili letu la Kenya. Ya pili ni kwamba ni mtu ambaye tukiangalia sasa kuna vitu ambaye inaendelea katika social media ambaye sasa ni kama ni uhuru kwa watu wa social media ambaye haikuwa wakati wa enzi za zile za kitambo. Ukiangalia sasa watu wanaweza tusi hata rais wenye wanataka, ni kwa sababu Raila Odinga aliweza kupigania hiyo uhuru ya vyombo. Kitambo ulikuwa ukinyosha hata kiongozi kidole unafungwa ama unapelekwa jela. Baba mimi namtambua, ametutoa mbali sana kwa mambo yake. Tena baba hakuwa mtu ya uoga. Baba tumeenda naye, amefanya mambo mengi katika Kenya hii. Matunda yenyewe tunaiona. So baba kuitwa na Mungu si mbaya, lakini bado mimi roho yangu sijastuka, sababu bado nimewachia mfalme akiwa rais wetu William Samuel Ruto. Unamkumbukaje Raila Amolo Odinga? Nakumbuka Raila Amolo Odinga kwa mambo yake. Mambo ni mingi, siwezi hesabu nikaweza. Mambo yenye Raila amefanya mambo mengi katika Kenya hii. Si kusema ni mambo mengi, nikitaka kuhesabu mambo ya Raila, mambo mingi. Shukran sana. Niko katika kaunti ya Taita Taveta ambapo hivi leo tunapoangazia mchango wa aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga. Je, katika demokrasia ya hapa nchini mchango wake utakumbukwa namna gani? Na vile vile masuala mbalimbali ya ugatuzi hapa nchini. Na nimeweza kuzungumza na wakazi wa kaunti hii na haya ndio alikuwa nayo ya kusema. Kumbukumbu yangu kwa mzee Raila Odinga sio Kenya peke yake, ulimwengu wote kwa ujumla unaenzi Raila Odinga. Raila amefanya mambo mengi, tukielewa kwamba katiba tunayotumia ndio alisukuma ikapatikana. Ugatuzi yeye ndio alileta, na ni mambo mengi tumeona akitetea. Pesa ikaletwa county ikawa inaweza kujisimamia kwa kila kitu. Kwa hivyo mzee ni mtu ambaye tunaweza mkumbuka kwa mambo mengi. Hata kama ni hizi inji zingine ni vile mzee hawezi enda huko, lakini angekisaidia sana, lakini kwa sababu ni inji nyingine mzee alikuwa ni mtu wa kusaidia sana. Kwa hivyo Raila ni mtu ambaye hata sisi tutakuja toa mwingine wapi. Mungu amrehemu mahali ameenda na akae vizuri. Ukienda kila sekta shujaa wetu alitetea vilivyo. Nasi kwa sababu mimi katika maisha yangu sitamsahau mpaka wakati nami nitakapowekwa, hapo ndio itakuwa nimesahau. Lakini kwa wakati huu tunaomba Mungu atusaidie katika taifa letu la Kenya, kama atatokea mmoja wapo wa kusaidia hili taifa, kwa sababu kusema kweli
alilipigania vilivyo, na kusema kweli ni Mungu mahali alipo amweke mahali pema peponi. Ndizo kauli za wakazi wa kaunti hii, hapa wakimtaja aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga kama kiongozi shupavu aliyechangia kuleta mageuzi hapa nchini, mojawapo ikiwa swala la demokrasia na vile vile ugatuzi hapa nchini. Nikiripotia runinga Citizen kutoka Taita Taveta, mimi ni Julius Joho.